Hili ni jambo ambalo tunalo kwa uhakika wake, kwa maana ya kwamba ukisema subiri uone nini kitakupata, amini kweli kitakupata, na wakati kinakupata usiwe na majuto. Kama unayo nguvu ya kulipa kodi ya ardhi, lipa kodi ya ardhi kwa wakati. Ina maana kwamba ndani ya siku 14 tutakushtaki, utapata adha za usumbufu kwenda mahakamani, na vile vile inaweza kupelekea athari hata ya wewe mwisho wa siku kuweza kunyang'anywa ile ardhi. Ni sehemu ya maelezo kutoka kwa msajili wa hati msaidizi mkoa wa Kagera, akitoa ufafanuzi juu ya zoezi wanaloendelea nalo la utoaji wa notisi za madai kwa wadaiwa wa kodi ya ardhi, ambapo kwa mkoa mzima wa Kagera wanadai zaidi ya bilioni 20. Kwa majina naitwa Nicholas Steven Mbwambo. Mimi ni msajili wa hati msaidizi mkoa wa Kagera. Utaratibu unaoendelea ni kusambaza ankara za kodi za ardhi. Nawaambia nini sasa hao tayari wamepokea hizi hati za madai? Niwaambie tu sio kwamba hii ni jambo la kawaida. Hili ni jambo ambalo tunalo kwa uhakika wake, kwa maana ya kwamba ukisema subiri uone nini kitakupata, amini kweli kitakupata, na wakati kinakupata usiwe na majuto. Kama unayo nguvu ya kulipa kodi ya ardhi, lipa kodi ya ardhi kwa wakati, ili kusudi hizo adha tunazozisema zitakukuta zisikukute. Kwa hiyo nawaomba tu hata sisi wenyewe watumishi ambao tuna ardhi zetu, na hili jambo linatuhusu pia. Kwa hiyo kama una ardhi, hakikisha unalipia kwa wakati, ili kusudi mambo mengine ambayo yanaweza kuwa ni athari kwenye umiliki wako wa ardhi yasije yakakusumbua baadaye. Changamoto yetu si ni kwamba ardhi unakuwa nayo, sawa, ni tofauti na ambavyo labda hivi bili ya maji au bili ya umeme, zile ambazo zenyewe ni automatic tu, usipolipa umeme unakatwa. Maji the same story. Lakini inapokuja kwenye ardhi, kama uwezi kufuata yale masharti yetu, sisi tutaendelea kukudai. Na ndio maana kuna wengine kama unalimbikiza deni la pango la ardhi, athari yake ni kubwa. Kama sasa hivi tunakuletea notice ya kutaka kukushtaki ndani ya siku 14 kama hujalipa kodi yetu. Ina maana kwamba ndani ya siku 14 tutakushtaki. Utapata adha za usumbufu kwenda mahakamani, na vile vile inaweza kupelekea athari hata ya wewe mwisho wa siku kuweza kunyang'anywa ile ardhi. Kwa hiyo tujitahidi sana tufuate yale masharti ambayo tunapewa katika zile hati ambazo tunamilikishwa nazo. Kwanza tunapolipa kodi tunaisaidia serikali katika kuendesha shughuli zake. Kwa hiyo tunatumaini kwamba hata changamoto ambazo sisi tunazipata maofisini kwenye kutekeleza majukumu ya kuwahudumia wananchi ni kutokana na makusanyo madogo. Kwa hiyo tunapokuwa na makusanyo mazuri, itaiwia rahisi serikali kuweza kutuhudumia sisi watumishi wake na kurahisisha miundombinu na maendeleo kwa ujumla kwa wananchi, kutokana na kwamba serikali inaweza kupata kipato cha kuiwezesha kuweza kuendeleza huduma nzuri kwa wananchi na maendeleo yakapatikana kwa urahisi. Lakini mimi kama msajili wa hati msaidizi, kuna vitu ambavyo ningependa wananchi tuwaelimishe. Kama mtu unaweza ukanunua kiwanja ambacho kina hati, ukafanya official search, yani upekuzi kwenye daftari la msajili, ukakuta ni kweli yule anayekuuzia kile kiwanja ndiye mmiliki wa hilo eneo. Lakini changamoto inakuja, je, yule mmiliki alikuwa analipa kodi ya ardhi? Sasa kama wewe hujazingatia kufuatilia kama hicho kiwanja kinadaiwa kodi ya ardhi, unakuta kwamba unanunua kiwanja ambacho kina deni kubwa, ambalo hilo deni wakati wa kubadilisha umiliki lazima mimi kama msajili wa hati msaidizi nitakutaka ulipe kodi ya ardhi kwanza, ndipo niweze kukubadilishia umiliki huo. Kwa hiyo ukitambua elimu hiyo itakusaidia wewe kuweza kufanya makubaliano mazuri na yule anayekuuzia, ili kusudi muweze kujua, je, lile deni la pango la ardhi nani anawajibika nalo, ili kusudi wewe wakati unakamilisha uhamisho wa miliki ile uwe tayari umeshatatua hiyo changamoto ya kodi ya ardhi. Na unapokuwa unakimiliki, basi ukimiliki na ulipe kodi kuanzia pale ambapo wewe umekinunua.